Haleluya, mtu wa Mungu popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, and happy new month of July. Mwezi mpya wa Julai, Mwenyezi Mungu ametuwezesha kuwa kwa pamoja katika nusu ya mwaka na ambao tayari tumeaga miezi misita tayari tumeaga, na hivyo tumeingia mwezi wa 7, sehemu ya pili ya mwaka wa 2025. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza na kukaribisha katika haya madhabahu, ikiwa ni siku ya pili ya mwezi wa Julai, ukipenda siku ya Jumatano. Na ushawahi jua katika haya maisha katika haya maisha hakuna yule ambaye anataka kufeli. Kuanzia Januari, Februari, Machi, Aprili, Mei, June, watu wameng'ang'ana kufanikiwa maishani. Watu wamejaribu juu chini kufanikiwa maishani, lakini wajua ya kwamba hakuna yule angependa kufeli katika maisha yake. Hili ni jambo moja na ambalo unafaa kuelewa. Hakuna mtu hata ambao unaona amefeli, hata yule ambao unaona ana chochote, hakupanga kufeli. Mpango wake ukimuuliza alikuwa afaulu maishani. Watu wanaofeli hawafeli kwa sababu wanataka, lakini ni kwa sababu hawajui jinsi ya kufanikiwa. Hawajui mbinu zipi watatumia wafanikiwe. Hawajui ni funguo zipi na ambazo zitawahakikishia fanaka wanapozitumia. Na ninapenda zaidi tunapoingia katika sehemu ya pili ya mwaka 2025, ikiwa ni mwezi wa Julai, na hili labda umeng'ang'ana katika sehemu ya kwanza ya mwaka. Siku ya leo ningependa tuweze kuangalia kuhusiana na kifunguo kinachokuhakikishia kufanikiwa maishani. Tuangazie kuhusiana na kifunguo kinachokupa uhakikisho wa kufanikiwa maishani. Na ninaposema vile, sizungumzi mambo yako nje ya Biblia. Nataka tuende katika Biblia, mstari ninaoupenda zaidi. Kwa hivyo kama umenifuata kwa karibu, uni mstari ninaupenda zaidi. Lakini siku ya leo nataka tuuangalie kwa undani, maana uko na funguo na ambayo itatuhakikishia kufanikiwa katika maisha yetu. Maana wengi tumejaribu kufanikiwa lakini hatujafanikiwa. Wengine wamefeli si kwa sababu walitaka kufeli, lakini ni kwa sababu hawakuelewa mbinu ya kufanikiwa. Na hivyo hii ndio mbinu ya kufanikiwa na ambayo imewekwa katika neno la Mungu na ambayo tunaweza tukaifuata na tukafanikiwa. Tunaposoma katika kitabu cha Yoshua sura ya 1, nitasoma ule mstari wa 8. Biblia inasema hivi: kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Angalia, huu ni ufunguo unaotupa hakikisho la kufanikiwa, na si kufanikiwa tu, lakini kufanikiwa kwetu kutakuwa kwa kudumu. Jumatatu tuliona, siku ya mwisho ya Juni tuliona ya kwamba unataka kilicho kizuri, basi taka kutoka kwa Mungu. Wacha Mungu akuchagulie. Na hapa Mungu anakuwa anamchagulia Yoshua maisha na ambayo ama jinsi anafaa kufanya na ili afanikiwe, na si kufanikiwa tu, bali kufanikiwa kwake kudumu. Tuombe. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Kazungumze nasi alfajiri ya leo, mchana huu wa leo, kwa utukufu wa jina lako. Wacha Roho wako Mtakatifu akazungumze na kila mmoja wetu. Wacha kasonge na kila mmoja wetu na akamwelekeze katika njia zako. Wacha tukapate ufunguo na tukapate maarifa ndani ya mioyo yetu. Mtu wetu wa ndani akaweze kupokea ya maarifa na ili akayatekeleze katika maisha yetu ya kila siku, na ili tukapate na kufanikiwa na kudhibitika. Katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Tunaona ya kwamba
Yoshua anapewa ufunguo wa kufanikiwa, ufunguo utakaomhakikishia fanaka. Angalia, anaambiwa hivi, ukifuata huu ufunguo, ukishika huu ufunguo, kuna hakika, kunazo fanaka, na kunazo si fanaka tu za kupita, za kuishi, za kudumu. Na tunaona hapa Biblia inakuwa makini zaidi, kwa sababu hapa tunaona kuna mambo matatu yanaguziwa. Jambo la kwanza, Mungu anamwambia Yoshua, hichi kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwako. Angalia, hapa kuna kinywa. Angalia jambo la pili, utalitafakari usiku na mchana. Tazama hapa, kuna tafakari, kutafakari. Na hapa inapozungumzia huku kutafakari, haizungumzii kutafakari na akili, inazungumzia kutafakari na mtu wa ndani, mtu wa ndani na ambao ni moyo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wote Mungu anapozungumza na watu wake, anazungumza na mioyo ya watu wake. Biblia inatuambia anatazama moyo. Kwa hivyo popote pale unaona akili, ni moyo, maana moyo ndio unaoamini. Na hivyo angalia hapa, Biblia inasema nini? Inakuwa inazungumzia kuhusiana na kutafakari. Na hapa inazungumzia jinsi nimekuambia, hapa haizungumzii akili kutafakari, kufikiria, inazungumzia kuweka ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Na kuruhusu, hata si Biblia inatuambia tuulinde moyo zaidi ya vyote tunavyovilinda, maana pale ndipo kunapotoka chemi za uzima. Na hivyo Yoshua anamwambia Mungu anamwambia Yoshua, hizi sheria, hichi kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwako, kitafakari usiku na mchana. In simple, liweke hili neno langu moyoni mwako, wacha likabubujike kutoka ndani ya moyo wako. Angalia jambo la tatu, anaambiwa pia uwe makini kutenda yale yote yalimoandikwa pale ndani. Katika umstari jinsi nimekuambia tunauangalia kwa undani. Angalia, hapa kuna maneno matatu na ambayo tunaweza tukasema ni sheria na masharti kufuatwa. Angalia, kuna kinywa au mdomo ukipenda, kuna kutafakari na kuna kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Wakumbuka Yesu akizungumza akisema, yule mtu mwerevu yeye analisikia neno la Mungu na kulitenda, lakini yule mpumbavu linaingilia ili sikio na linatokea ili sikio. Na hivyo ni kumaanisha, ukiwa mwerevu utafanikiwa, na si kufanikiwa tu, utadhibitika. Na werevu kulingana neno la Mungu ni mtu anayelisikia neno la Mungu, kuliweka kinywani mwake, analizungumza, analiruhusu linakaa katika moyo wake, analitafakari na kisha analitenda. Huyo ndiye mtu mwerevu, na huyu ndiye mtu atakayefanikiwa na kudhibitika. Na hivyo basi, unahitajika kufanya nini iwapo unataka kudhibitika, unataka kufanikiwa na kudhibitika maishani? Unapaswa kulifikiria neno la Mungu, kuzungumza neno la Mungu na kulitenda neno la Mungu. Kwa maneno mengine ni kwamba unatafakari yaliyo sawa, unatafakari sawa, right meditation, unazungumza sawa na kisha unatenda sawa, au unatafakari kinachofaa kulingana neno la Mungu. Pili, unazungumza kinachofaa na kinachostahili, kilicho sawa. Na tatu, unatenda kilicho sawa kulingana na neno la Mungu. Na hivyo angalia hapa, usawa wa kunena kwako, usawa wa kutafakari kwako, usawa wa kutenda kwako unaekwa katika misingi na neno la Mungu. Msingi wake ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa inaamuliwa na wewe kusimama sawa na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na unavyofanya vile, Biblia inasema kwamba utafanikiwa. Na ndio maana Biblia inakuwa inazungumzia mwenye haki. Mwenye haki ni yule anayezungumza sawa, anayetafakari sawa na anayetenda sawa. Huyo ndio mtu mwenye haki, amehesabiwa haki. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ndiye mtu.
Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema, Daudi anasema, nalikuwa kijana, sasa mimi ni mzee, sijawahi ona mwenye haki wala watoto wake wakirandaranda wakiomba chakula barabarani. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwenye haki anafanikiwa, na si kufanikiwa tu, anadhibitika. Ni kumaanisha katika fanaka zake hata watoto wake watafaidika. Hata wewe hautaki kufanikiwa tu uishi maisha mazuri na kisha ukiondoka watoto wako wahangaike. La hasha. Na ni kinyume na neno la Mungu. Neno la Mungu linasema mwenye haki hataomba wala watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Na huko ndiko kufanikiwa na kudhibitika. Angalia, tazama hapa, Yoshua anapoambiwa na Mungu hivyo, Biblia iko imeandikwa yote. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ilikuwa imeandikwa vitabu 5 na ambavyo ni the books of Moses, na ambazo the law books. Na angalia pale, hizi vitabu zilikuwa na ufunuo kamilifu wa kufanikiwa na kudhibitika iwapo Yoshua angefuata, iwapo Yoshua angeruhusu, au hicho kitabu cha sheria akingeondoka kinywani mwake, angekitafakari usiku na mchana na kisha kutenda yote yalimoandikwa mle ndani, angefanikiwa. Angalia sisi katika hichi kizazi tunachoishi, Biblia iko na vitabu 66 na hivyo vitabu vyote vinamfunua Mungu, vinaleta ufunuo wa Mungu, zinaleta maarifa ya Mungu. Na hivyo katika kutafakari lile neno la Mungu katika hizo vitabu 66, hapo unapata na kufanikiwa, unapata na kudhibitika. Ni kumaanisha nini? Tutadhibitika zaidi, tutakuwa na ufunuo zaidi, lakini kanuni zinasalia zile zile. Tunatafakari au tunafikiria neno la Mungu, tunazungumza neno la Mungu na tunatenda neno la Mungu. Kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwetu, tunakitafakari usiku na mchana, na kisha tunakuwa makini kwa kutenda yalimoandikwa pale ndani. Na hapo tunakuwa na kifunguo ambacho tumepewa hakikisho kwamba tutafanikiwa, na si kufanikiwa tu, tutadhibitika. Hii sehemu ya pili ya huu mwaka 2025 unaweza ukachagua kufanikiwa. Biblia inakuwa inazungumza kwamba Musa akasema, nifundishe njia zako. Hizi ndizo njia za Mungu ni nyingi, na ndio maana kadini mojawapo ya njia, unataka kufanikiwa, unataka kudhibitika, hii ndio njia Mungu ametufunza. Na ndio maana Biblia inakuwa inasema wazee wetu walizifuata, waliziendea katika zile njia. Na Biblia inasema nini? Walifanikiwa, waliingia katika pumziko la Bwana. Nasi pia tunaweza tukarudi katika zile njia. Njia zipi? Mojawapo ni njia ya kufanikiwa na kudhibitika maishani. Ni kumaanisha utalishika neno la Mungu na kulitenda. Ni kumaanisha utalizungumza. Ni kumaanisha lolote lilo unalolitenda utaruhusu neno la Mungu likuongoze. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ni kumaanisha nini? Hii ni muunganiko wa moyo wetu, maneno yetu na matendo yetu. Na pia inaweza ikapatikana katika agano jipya. Na ukiwa makini, angalia katika hizi kanuni, ndizo pia zinatusababisha tunahesabiwa haki, zinatusababisha tunahesabiwa kama wana wa Mungu. Nini? Angalia nini hiyo? Nazungumzia nini? Uhusiano wa moyo wetu, au kuunganika kwa moyo wetu, maneno yetu na matendo yetu. Paulo anakuwa analizungumzia hili katika Warumi 10 mstari wa 8 hadi wa 10, na pale inakuwa inaweka wazi unahitajika kufanya nini na ili kuokoka kulingana na agano jipya. Na hivyo Paulo anapokuwa anazungumza, anakuwa na neno la Mungu linasema hivi: lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe, katika kinywa chako na katika moyo wako, yaani lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana
na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu. Angalia, hatua ya kwanza ya kufanikiwa na kudhibitika katika maisha ni kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha kwako. Na angalia uhusiano uliopo, ni kanuni, ni sheria, njia za kufanikiwa ni neno la Mungu kukaa kinywani mwako. Ni neno la Mungu unalitafakari usiku na mchana, na kisha unalitenda. Vivyo hivyo tunapookoka, tulilisikia neno la Mungu, na hilo neno tukaliamini, tukaanza na kulitafakari, na pale tukalizungumza, tukachukua hatua, tukaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, kwa moyo mtu uamini na kuwa sawa. Kwa neno lingine, righteousness, mtu amini na kuwa sawa. Hii sawa ni kulingana na misingi ya neno la Mungu, au kulingana na neno la Mungu. Righteousness, kuhesabiwa haki. Mtu kwa moyo uamini na kuhesabiwa haki, au kwa lugha rahisi anakuwa sawa. Na kwa kinywa chake mtu ukiri na kuingia katika wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia hapa, ni katika kuunganika, ni kupitia katika kuunganika kwa moyo na mdomo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inatokana nini? Wakati kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwetu. Nawe pia wokovu haukuji from nowhere. Unakuja wakati unapolisikia neno la Mungu, unalitafakari na kisha unalitenda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika kufanikiwa kwetu tunalihitaji neno la Mungu kila siku, kila saa. Maana hili neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, na anatuambia lisiondoke kinywani mwetu. Kwa hivyo kumaanisha katika kuzungumza kwetu, katika kunena kwetu, tunalinena neno. Kwa sababu gani tunalinena neno? Kwa sababu tumeliweka katika mioyo yetu, tumelitafakari usiku na mchana, na kisha tunakuwa makini kulitenda. Na hapo ndipo tunafanikiwa, hapo ndipo tunadhibitika. Na inaanza na sisi kumpokea Kristo. Alfajiri ya leo, mchana wa leo, hii nusu ya mwaka 2025, ikiwa tu ni siku ya pili, bado hujachelewa. Unaweza ukafanya uamuzi wa kutoruhusu neno la Mungu liondoke kinywani mwako, wa kulitafakari neno la Mungu usiku na mchana, na kisha kuwa makini zaidi kutenda yaliyomo pale ndani. Hichi ni kifunguo Mungu alimpa Yoshua, kifunguo cha kufanikiwa na kudhibitika. Na sheria na kanuni zile zile hazijabadilika. Hata katika Agano Jipya ni vivyo hivyo. Daudi anasema, nimeliweka neno lako moyoni mwangu nisije nikakutenda dhambi. Kumaanisha dhambi ndio inasababisha tusifanikiwe. Maana Biblia inasema afichaye dhambi zake atafanikiwa. Na tunaposoma neno la Mungu linafichua zile dhambi, tunatubu na tunawacha kutenda dhambi. Tunabaki, maana tumeliweka neno la Mungu mioyoni mwetu. Tunakuwa tu ni kulitafakari, maana tunalizungumza na kisha tunalitenda. Na baraka za Mungu, fanaka za Mungu zitaambatana na sisi. Na si baraka tu za kukaa na kupita, ni baraka za kudumu. Alfajiri ya leo, siku ya leo, ikiwa ni siku ya pili ya mwezi wa Julai, ungependa kumpokea Kristo, ungependa kuokoka, siku ya leo hapo ndipo unapoanza. Na ili upate kifunguo cha kufanikiwa, kifunguo kinachokuhakikishia fanaka katika maisha yako, unaanza kwanza na kumpokea huyu Kristo. Ungependa kuokoka, ungependa kumrudia Kristo, sema, Bwana Yesu, siku ya leo naja mbele zako, nimetambua ya kwamba mimi ni mwenye dhambi. Na siku ya leo Yesu Kristo, ninaamini ndani ya moyo wangu na kukiri na kinywa changu kwamba wewe Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, na kwamba Mungu alikufufua kutoka kwa wafu na ili unipe wokovu. Huu wokovu siku ya leo ninaupokea. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele na milele. Yesu Kristo, ninakupokea. Nipokee, nijaze na Roho yako Mtakatifu, aniongoze kwenye safari ambayo nimeanza siku ya leo. Aniwezeshe kutembea kulingana na neno lako.
kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo naokoka na kuamini. Baba, ni asante kwa neno lako alfajiri ya leo, siku ya pili ya mwezi wa Julai. Baba, tunakushukuru Baba kwa kunena nasi mara nyingine. Umetupa ufunguo na ambao utatuhakikishia kufanikiwa kwetu, na si kufanikiwa tu, bali tutadhibitika. Umezungumza nasi Baba, na umetuambia ni neno lako lisiondoke kinywani mwetu. Tulitafakari usiku na mchana, na kisha tuwe makini kutenda yote yalimoandikwa mle ndani. Baba, tusaidie Baba, tutende sheria zako, tutende neno lako jinsi lilivyoandikwa, jinsi tumeliweka katika vinywa vyetu, na jinsi Mungu wetu lilivyoandikwa, kwa utukufu wa jina lako. Tusaidie Baba, na utusamee, maana mara tumeenda kinyume na neno lako, mara tumeficha dhambi zetu Baba. Tusaidie na utusamee Baba, na tunatubu alfajiri ya leo Baba, maana kuna wale wameokoka Baba, nasi tunatubu Baba dhambi zote na ambazo tumetenda. Kutotii neno lako ni dhambi, kutolitafakari neno lako ni dhambi. Baba, tusamee kuanzia siku ya leo, na utusaidie tuwe makini kutenda hilo neno jinsi unavyotuagiza, na ili Baba tukapate na kufanikiwa, tukapate na kudhibitika. Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketie juu zaidi Baba, unastahili sifa zote na utukufu. Mungu wetu, wewe ni muweza. Mungu wetu, wewe hakuna yule analinganishwa na kufananishwa na wewe. Jitukuze na ujitwalie sifa Baba. Katuongoze mwezi wa Julai Baba, katuushindanie Mungu wetu, katumulikie Baba, katuongoze Baba. Na tumeipokea siri ni kuliweka neno lako vinywani mwetu, kulitafakari usiku na mchana, na kisha kulitenda. Hiyo ndio siri umetupa, na tutafanikiwa, tutadhibitika. Walio wagonjwa alfajiri ya leo, usiku wa leo, mchana wa leo, na nena uponyaji juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, hawana ambao Mungu wetu wanaomba Mungu wetu kawabariki. Neno lako liwazi siku ya leo, wacha wakalitende ili neno na wakapate na baraka. Jitukuze Baba, na ujitwalie sifa katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Happy new month of July. Tupatane hapo kesho, ikiwa ni siku ya 3 ya mwezi wa Julai. Hapo kesho itakuwa ni Alhamisi, na itakuwa ya baraka zaidi. Kumbuka kusubscribe kwenye madhabahu ya Kambi ya Wateule. Pia weka notification bell hapo, na itakuwa ya baraka zaidi. Kila wakati inakunotify. Uzuri ni kwamba hata unapokosa saa 8:30, pia ukiingia kwenye YouTube Kambi ya Wateule utapata mahubiri pale mengi zaidi. Tulianza mwaka 2020 na Mungu amekuwa mwema kwetu. Tukihesabu ni siku kadhaa ambazo tumekosa kuwa hewani kwenye madhabahu ya Kambi ya Wateule. Mungu ametuneemesha, nawe pia Mungu akuneemeshe, na ili uliweke neno la Mungu kinywani mwako, moyoni mwako, na ulitende, na utabarikiwa. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.